Sherehe ya Pentekoste. Sherehe ya Pentekoste sio neno geni kibibilia, sio neno geni kibibilia. Sherehe ya Pentekoste, sherehe nitaieleza manake nini, na Pentekoste nitaeleza manake nini, lakini pia nieleze habari ya lile neno Pentekoste. Pentekoste ni neno la Kigiriki lenye maana 50. Pentekoste ni neno la Kigiriki lenye maana 50. 50, wenzetu wa Giriki wangekuwepo hapa. Unaposema 50, maana yake unakuwa unasema sikukuu ya majuma, na hii Pentekoste waliisherekea pia kama sikukuu ya majuma ilikuwepo. Kwa kama hii Pentekoste maana yake ni neno la Kigiriki lenye maana 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Pentekoste ilisherekewa kama sikukuu ya majuma 7. Pentekoste ilisherekewa kama sikukuu ya majuma 7 ilikuwepo. Kwa hiyo ukichukua 7 mara 7 unapata ngapi? 7 mara 7 unapata 49. Kwa ile 49 ndo ilikuwa ni sikukuu ambayo ilikuwa inaitwa sikukuu ya majuma, sikukuu ya majuma 7. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mara baada sasa ile 50 walikuwa wanaipateje, au majuma 7 walikuwa wanayapateje mpaka waseme 50? Kwa hiyo katika Agano la Kale yale majuma 7 walikuwa wanayapata hivi: tangu siku ya Pasaka ambayo iliitwa ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Kwa hiyo kuanzia ile sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, maana yake sikukuu ya kuchinja ambayo ni sikukuu ya Pasaka. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sikukuu hii ya Pasaka ikishafanyika kumalizika, wanaanza kuhesabia tangu pale majuma 7 yakiisha. Hayo majuma 7 yakiisha ndio wanaiita sikukuu ya 50, ambayo walikuwa wanasherekea nini sasa? Walikuwa wanasherekea mavuno ya kwanza au malimbuko. Ndio walikuwa wanasherekea malimbuko, mavuno ya kwanza, na ilikuwa ni sikukuu kubwa sana, na ilikuwa ni sikukuu ya kutoa vitu ambavyo umevuna shambani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati, asubuhi nilipata usomaji, niombe tafadhali. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati 16:9 mpaka wa 10. Kwa jina la Yesu nasoma. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 9 hadi wa 10. Kumbukumbu la Torati 16:9 mpaka 10. 16:9 mpaka 10. Jihesabie majuma 7 tangu wakati uanzao kutia
mundu katika mmea, utaanza kuhesabu majuma 7. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako, utakayotoa kwa kadiri akubarikiavyo Bwana Mungu wako. Amen. Kwa hiyo ni Mungu anawaagiza. Kitabu hiki kinapoitwa Kumbukumbu la Torati, maana yake kumbukumbu la sheria, maana yake kumbukumbu la utaratibu, maana yake kumbukumbu la mfumo unayotakiwa watu waenende kwa mfumo unayompendeza Mungu. Kwa hiyo mfumo unayompendeza Mungu ni mfumo ambao unatakiwa uelewe. Kutoka Pasaka kuna sadaka ya shukrani, kuna ibada kumshukuru Mungu aliyekubarikia, na ibada hiyo iliitwa ibada ya malimbuko. Sikukuu ya majuma, ibada ya malimbuko. Haleluya. Lakini pia Pentekoste ilikuwa ni sherehe. Pentekoste ilikuwa ni sherehe. Kama Pentekoste ilikuwa ni sherehe, ni tofauti na sikukuu nyingine. Pentekoste ni tofauti na sikukuu nyingine, tofauti na sikukuu ya Pasaka. Sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya ukombozi. Haleluya, amen. Na kama ni sikukuu ya ukombozi, lakini sikukuu hii ambayo ni sikukuu ya Pentekoste ni tofauti yake, kwa sababu hii ni sikukuu ya kusherekea, ni sherehe. Sasa unaposema sherehe, lazima uliangalie neno sherehe lina maana gani. Haleluya, amen. Sherehe ni nini sasa? Sherehe ni nini? Kama ni sherehe ya Pentekoste, sherehe ni nini? Tunajua tofauti yake. Na ukikaa mahali unasherekea halafu hujui, yaani wewe utakuwa tu unakimbiza tu kitu usichokijua, maana uelewi, na huwezi ukafaidi kwa sababu huelewi. Na unaweza ukaona kama wamekosa kazi. Shida nini? Huelewi. Amen, amen, amen. Usilolielewa ni kama usiku wa manane, lakini Bwana anataka uelewe. Sasa kama ni sherehe ya Pentekoste, sherehe lina maana gani? Sherehe kwa lugha ya Kiswahili, tafsiri ya Kiswahili, neno sherehe inatafsiriwa hivi: ni mkusanyiko wa watu. Sherehe iko wa watu wenye lengo la kufurahi na kushangilia na kuadhimisha jambo au tukio fulani muhimu. Ngoja nirudie tena. Neno sherehe kwa lugha ya Kiswahili, hapana Kiebrania hapo wala Kiyunani, hapo ni lugha ya Kiswahili. Sasa tafsiri ya neno sherehe lina maana ni mkusanyiko wa watu wenye lengo la kufurahi, yaani wamekusanyika, wamejiandaa kufurahi. Haleluya, amina. Ndio sherehe. Kwa hiyo ni jambo la ajabu ukiona mtu anatokea kwenye sherehe amevaa nguo ya msibani. Anatokea na sura ya msibani, hajui sherehe. Sherehe kila mmoja anatokea akiwa amejiandaa, yaani amejiandaa kufanyeje? Sherehe ni mkusanyiko wa watu walio wenye lengo
la kufurahi. Kwenye mioyo yao wamelenga kufurahi, yaani wamelenga, wana nia ya kufurahi. Kwa hiyo usione, ukiona mtu anacheka pasipo sababu, ujue kwamba ni siku yenyewe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu lengo lake yeye amekuja hapa, anataka kufurahi, hajaja kupokea kitu cha kumhuzunisha. Ndio lengo lake. Lakini pia ni lengo la kufurahi na kushangilia na kuadhimisha jambo au tukio fulani muhimu. Kuadhimisha jambo au tukio fulani muhimu. Kwa hiyo amejiandaa kufurahi, kushangilia, kuadhimisha jambo analoliamini yeye kwamba ni jambo muhimu, jambo analoliamini yeye. Kwa mfano, inapotokea kuna sherehe ya harusi, umewahi waona wanavyotokea kwenye sherehe ya harusi? Na nguo zinabadilishwa, zinakaa mfumo ule ule. Haleluya, amina. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu ya nini? Ya lile tukio. Ni sherehe bwana, leo ni sherehe. Pilau zinakuwepo, kuku zinakuwepo, si ndio? Mziki unakuwepo, maana vinahusika na sherehe, na watu wamejiandaa kwa ajili ya sherehe. Siku inapofika hawafanyi kama walikuwa hawana taarifa, wanatokea wakiwa wamefurahi, hawana kununa, kwa sababu wanajua siku ya leo ni siku ya kicheko na furaha na amani na mashangilio. Ndo tafsiri ya neno sherehe. Kwa hiyo tunaposema Pentekoste ilikuwa ni sherehe, ina maana wana wa Israeli waliagizwa kusherekea. Wana wa Israeli waliagizwa kuadhimisha kwa furaha. Hilo ni agizo. Hii Pentekoste waliambiwa mnatakiwa muadhimishe kwa furaha, kwa kushangilia, maana nimewabariki, nimewapa kuvuna, nimewapa kula, nimewapa kunywa, mvua nimenywesha nchi mmeiona imezaa. Tokea sasa kwenye madhabahu kwa kufurahi, kila mtu atokee na kitu. Kwa watu walitokea na kitu sasa. Haleluya, haleluya. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 11, utaona wanaagizwa 16, nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na Mlawi aliye ndani ya malango yako na mgeni na yatima na mjane aliyepiliwa na mumewe, walio katikati yako, katika mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake. Amen. Nawe utafurahi. Sawa? Ni maelekezo yametoka wapi? Ni mistari ambayo tumeisoma hapo nyuma. Mistari tumesoma, anaeleza tafsiri ya Pentekoste. Sasa hapa chini anawaagiza, nawe utafurahi, wewe na mgeni na yatima na yeyote aliyoko kwenye malango yako. Utafurahi wapi? Inatakiwa uondoke mahali ulipo, uende mahali ambapo Bwana amelikalisha jina lake. Kwa mfano, wiki hii viongozi wetu wanayetuongoza, Mungu alitia kitu hiki moyoni mwake kwamba wiki hii tutakuwepo Kinenulo. Maana yake ni wiki ambayo inatakiwa Masiru mtoke na kule mtoke na kule mtoke na kule mtoke.
muje hapa msherekee mahali ambapo wiki hii amelikalisha jina lake hapa. Wote waje. Haleluya. Watu wengi sikukuu hii hawaifahamu, yaani wanasherekea ni kama kitu cha fulani hivi. Sasa kwa mfano, sherehe ya Pentekoste, ili ujue watu hawana mzigo nao, na nitakuona kama hapa na mzigo nao, nitakupa dakika chache. Jiandae, inaleta mtihani. Ukiona unashindwa na mtihani ambao umeandaliwa, itakuwa shida. Nimesema jiandae, inaleta mtihani. Amina. Kwamba hivi wewe unaithamini Pentekoste? Je, unaielewa Pentekoste? Je, ina uthamani gani ile siku ya Pentekoste? Yaani kwako wewe ina uthamani gani? Sikia. Sherehe ya Pentekoste, kwa mfano mwaka una mimi sielewi kwa nini imefanyika namna hiyo. Sherehe ya Pentekoste ilikuwa ni ya Jumapili iliyopita. Sawa? Ulisherekea? Wangapi walisherekea Jumapili? Tutaelewa. Hivi mnaielewa sherehe ya Pentekoste? Ile siku ya Pentekoste mnaielewa? Mimi niliamini hivi, hata kama kwa namna ambavyo viongozi wetu wameona mambo hayo, kwamba kusherekea kwa siku yenyewe imeshindikana kutokana na ratiba, inawezekana walizozikuta, lakini nyumbani kwetu tulikuwa na fellowship. Ile ibada ile siku tumeifanyeje? Ile siku tumeifanyeje? Haleluya. Nikiwa nyumbani siku hiyo, nilikuwa nyumbani, nilimwambia mtumishi wa zamu, nikasema hivi, naelewa leo ni Pentekoste. Nilimwambia mtumishi wa zamu, leo ni Pentekoste, kesho ni Pentekoste. Usiseme Pentekoste, mbona viongozi hawajasema? Wakina nani? Pentekoste ni hii. Kwa umejipangeje kuisherekea? Je, viongozi wametupa kusherekea hii tunasema ni Pentekoste ambazo zinasherekewa nje ya kipindi chake, nje ya muhula wake. Hizi hapa. Haleluya. Ni nje ya muhula wake. Hata iliyofanyika Iringa, Mbeya na hii ni nje ya muhula wake. Mwaka huu kwenye kipengele, kwenye sherehe yenyewe haikufanyika, na sijajua nani amesikitika. Wangapi amesikitika? Muliomba. Jambo lolote lisipokuwa na muhimu kwako aliwezi likakusaidia. Haleluya. Maana siku ile ya Pentekoste, kama unaielewa, umeipiga muhuri kwenye moyo wako. Wamesema kutakuwa na sherehe au hakuna sherehe, wewe kwako ipo. Lazima wapende wasipende, wewe utasherekea. Hiyo siku ni siku ya mwagiko wa Roho, ni siku ya neema. Kwa hiyo ni siku ambayo unajiandaa kwamba hivi Pentekoste ni lini? Pentekoste ni Jumapili. Jumapili ijayo unaanza maandalizi, unaanza kujitakasa kwa ajili ya siku hiyo, ili kwamba Mungu akuvike hata chumbani kwako kafanyie hiyo sherehe. Hata kule chumbani kwako kafanyie sherehe. Unatoka ni mtu mwingine, fellowship yenu kafanyie sherehe. Hata kama ungesema haipo, wewe ukielewa kwamba siku ya leo ni siku ya kanisa, siku ya leo ni siku ya Roho, ni siku ya kushuka Roho. Siku ya leo sio siku ya kwenda wapi na wapi, hapana. Na ibada zote lazima mifumo ibadilike. Haleluya. Ibada zote lazima mifumo ibadilike. Ni siku ya kufurahi na watoto, mpaka watoto muendage nao siku hiyo. Angapo amekuja na watoto hapa?
watamaliza ugali. Si umesoma Biblia? Nenda na watoto wako wafurahie. Wakati mwingine unashangaa una watoto wakubwa, wala uwaleti kwenye sherehe. Unaelewa maana yake nini? Na mimi nimeona mara nyingi sana watoto mnawaleta. Ukiona watoto wanaletwa kanisani, siku za fellowship wanazileta, labda Jumapili msielewi, siku ya fellowship analeta ili ujue kwamba hawa wagonjwa. Maana yake wanaletwa wanaumwa, mnawaleta ili waombewe, wakipona kucheza kule. Biblia inasema utafurahi na watoto wako, utafurahi na mgeni wako, utafurahi na yatima, utafurahi na mjane. Hiyo siku ya Pentekoste wewe utafurahi peke yako. Jamani, siku ya Pentekoste ni siku ya kufurahi. Hapa waliyekuja kwa kufurahi, nimesema hivi, kama naielewa siku hii ni siku ya sherehe ya Pentekoste, ni sherehe ya Pentekoste. Nanyi mtafurahi, yaani upende usipende, agizo linatoka, nanyi mtafurahi. Hata kama unaona moyo wako una huzuni, nanyi mtafurahi. Moyo wako una ukame, nanyi mtafurahi. Lazima ufurahi, maana agizo limetoka madhabahuni, nanyi mtafurahi. Unawaona ni wachache, na mwingine amesema nishangilia hivyo. Mbona huyu hapa aliyekaa na mimi na anashangilia? Nini kibaki peke yangu itakuweje? Ngoja na mimi ninyoshaga mikono hivyo hivyo. Amen. Haleluya. Amina. Kwa mtu anakuja hajajiandaa kwamba hii siku ni ya baraka kwangu. Yaani ni siku ya baraka, sio siku ya kutoa, ni siku ya kupokea, ni siku ya kujazwa. Lazima nifurahi kitu ambacho nilikuwa sina. Kwenye sherehe hii ni siku ya kuletewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pentekoste ya Agano Jipya. Pentekoste ya Agano Jipya ni siku ya Roho Mtakatifu kulizaa kanisa na kuliimarisha. Pentekoste ya Agano Jipya Pentekoste ya Agano Jipya ni siku ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amina. Ni siku ya Roho Mtakatifu, ni siku ya kulizaa kanisa na ni siku ya kuliimarisha kanisa na ni siku ya kuwarudishia watu nafasi zao. Siku ya kuwarudishia watu nafasi zao. Yaani kama siku hizi ya leo ni siku ya kuwarudishia watu nafasi zao walizoibiwa, zilizotekwa, zinazotumiwa na wengine. Hizo nafasi zao zinarudishwa siku hii, siku ya Roho, siku ya Roho Mtakatifu. Naomba nisikilize. Yesu ana siku yake inaitwa siku ya Bwana. Ile